Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Burudani bado ikiwa katika mikono salama. Lakini pia sound ambayo kuna mitamboni hapa. Hii ni sound ya Falo DJ. Niite baba. Tunazidi kusababisha kigongo zaidi. Tuko na episode ya 4 tu. Hii ni baada ya kumaliza episode ya 3. Picha inakwenda kwa jina la The Kazi Di Prince. Yani tuko na kijana wa kifalme ambaye inasadikika alikuwa na laana. Sasa vipi juu ya habari ya binti ambaye anafahamika kwa jina G.I. ambaye alisingiziwa kesi ngumu zaidi ya kuweza kuangamiza familia yake, na vipi juu ya mawenge malowelue ambao anakutana nao kijana Prince. Yakawa anatengenezwa na baadhi ya viongozi tu kuhakikisha anaweza kumchafua ili kuweza overthrow katika nafasi ambayo kwa baadaye anatakiwa aje mfalme Prince Ani. Lakini pia kuna Falo DJ kutoka GC Production Jumba la Budani 0686414059 ambapo nazidi kusonga mtongo. Sasa naomba tuanzie hapa baada ya kupata habari njema zaidi. Kazi yo. Leo kitunyima heshima yetu sisi tunachukuaga kwa nguvu baba. Hebu tuunganishe pale ambapo tumeshia katika episode safi iliyopita. Wow. Okay. Sipo mashaka yote, tuwazidi kusonga na kigongo kabambe zaidi. Hii hapa katika episode ya 4 tuna baada ya kutamba na episode ya 3. Sasa binti alimwambia The King, hakuna miujiza wala kitu chochote. Hizo ni nadharia ambazo zinatengenezwa na watu kukupatia hayo mashaka tu. Kwa hiyo hata kile ambacho ulikishuhudia kule ilikuwa ni kitu kinaitwa alumini. Yaani unga fulani ambao ukiweka kwenye maji, baada ya muda fulani matone yakidondoka kwenye karatasi nyeupe yanaonesha michiriziko ya damu. Sasa upande wa pili kwa binti anasema sasa anahitaji kwenda kumtafuta Mairedi. Anambia Garam rudi utafute maisha yako. Kabinti ni kabishi kweli. Basi moja kwa moja kwenye nyumba ya waziri. Hapa alipata bahati ya kumuona yule mkali ambaye anaitwa Miom. Anasema kuna kitu unakuhitaji kutoka kwako. Anasema ni juu ya vumi nyingi sana, lakini tunatoka kwetu tunarejea kwa binti sasa. Tukiwa kwa mpambazuka zaidi. Anasema mfalme ni nini ambacho anakifanya kwa wakati huu? Mshikaji ya kuchoka Prince mwenyewe mbele ya babake mfalme anahitaji kuprove ya kwamba kile ambacho kilifanyika ni dalili tu na michezo ya jomba kadhaa. Basi kweli aliweza kuonesha tu, akasema inatumika na wale mashamani kwa ajili ya kujiingizia kipato kutoka kwa watu, ni kama mazingaombwe. Kwa hiyo kuna ukweli wa kile ambacho kilionekana. Hii ilimpa gaza sana The King. Jiuliza nani ambaye kuchezesha mchezo, lakini kwamba jibu hakuweza kulipata kiurahisi. Basi baadaye akiwa anatoka aliteta na chali wake kidogo. Anasema nitakiwa ufanye uchunguzi tu juu ya ile blush, lakini pia na kumbukumbu ambapo kinapita kwa mfalme. Anasema nilikuwa nakutania, maanishi kwamba unaweza kuhusika kwa kile ambacho kimetokea. Basi alimpa mwongozo fulani hivi. Anasema vipi juu ya yule mtu ambaye tumemfungia tangia jana. Sasa wakati wanateta hii story, watu wengi walisikia. The King akufurahishwa na hiki kitu. Naona kama kijana ni mtu ambaye asiweza kutunza siri. Upande wa pili kwa mawaziri nao wanaumiza sana kichwa kujiuliza nani miongoni mwao ambaye anaweza kama amefanya kile kitu. Lakini sasa upande wa pili kwa The King akiwa anazidi kupata burudani pembeni, akiwa na Grand Prince. Hao zio anaangalia mchakato namna ambavyo mambo yatazidi kwenda. Anasema kama Cho family ndio atakuwa muunganiko wa kile ambacho kimetokea pale, itakuja kuleta shida sana kwa Prince Miom. Anasema sasa juu ya familia ambayo ina nguvu kwa wakati huu ni ile familia ambayo haiko upande wetu. Nini tunaweza tukafanya? Anyway, tunatoka tunarejea upande wa pili kwa binti Gasam. Binti kumbuka anatafuta nafasi ya kuweza kumpata rafiki yake, ndio maana amevaa mavazi ya kiume. Basi mtu alikuwa ni maarufu sana kwa sababu pia ni mtu ambaye anaonekana anatibia watu wengi sana. Hivyo wakati mwingi anavyopita huko kila mtu anamchukulia uangalizi tu kutokana na kile ambacho anakifanya huyu bwana mdogo. Ni mtu ambaye ni bingwa sana wa masuala ya madawa. Basi binti atambulisha tu kama mwanafunzi wake. Anahitaji kumpeleka department kitengo, sehemu ambapo mambo yanafanya kiaga. Anasema ni kama labu yangu, yaani sehemu ambayo ameandaa maalum kwa ajili ya shughuli zake. Tunakuja upande wa pili kwa binti. Basi The King alimfuata tu akampatia kitambulisho. Anasema kwa sasa unaweza ukatoka kiusalama katika hili eneo na uweze kurejea kule ambako ulitokea. Lakini pia tuwaletwa upande huko katika kale kalabala Tori ambako yuko mtaalamu. Anasema nini hiki? Hasa ni mtu ambaye anafanyaga matibabu
kwa vitu vingi sana katika story yake. Anaambia mimi niko na mapenzi mazito na wewe mwanamke ambaye unamuona katika hiyo picha. Sasa binti anashangaa huyu mtu atakuwaje na uhusiano na mtu ambaye alikuwa ni bosi yangu nje ya. Anasema kwa sababu ulikuwa ni mfalme ambaye unashindwa kuwa na busara. Unaweza kuniacha pamoja na yote ambayo nimeyafanya. Anaambia chukua nafasi yako na urejee kule ambako ulitokea na ukaripoti department kwa kile ambacho ulikifanya kama ni uhaini. Sina kingine tofauti na hicho. Bibia ilia sana. Asema basi nitakubaliana na kile ambacho kilikuwa kiko frame kwa ajili ya familia yangu, lakini kumbuka familia yangu ilikufa kwa sababu yako. Yaani makosa yako ndio sababishaga familia yangu ikafa. Kwa sababu babangu alikuwa gati chako. Anasema basi nitasambaza kila kitu juu ya kile ambacho kimetokea. The King alimzuia. Nikisanga na mwana special thank you to Lee and Yuri. Na for DJ. Sio tuazidi kusonga kibabe na mzigo hapa. Kwa hiyo tulia mtoto. Ngoma zidi kuchambuliwa. Anasema ndafanya kila kitu ambacho niamuru nifanye. Nitengenezee nafasi ya kuweza kunisaidia mfalme. Huyu bwana mdogo ni Prince ila ni King wa baadaye Soli. Lakini upande wa pili kuna mtu ni kama anapeleka ujumbe sehemu fulani. Na ujumbe unasomwa na mtu mwingine. Ujumbe umeandikwaje? Hebu nikusomee kidogo. Anasema inasemekana ya kwamba Prince kuna askari ambaye yuko naye. Sasa taarifa inaenda kwa nani? Mwamba upande pia ajiuliza sana. Anamwambia nakupa nafasi moja tu. Wewe tengeneza namna yote uweze kufika East Paris. Yaani Ikulu. Na hapo chague njia ambayo itakuwa sahihi kwa upande wako. Basi Charlie alikuja kwa mtaalamu Prince. Akiwa anatoka alimwachia binti kitambulisho na binti alitafuta namna ya kutengeneza njia yake mwenyewe ili kufika hapo East Paris kitengo. Basi alikutana na vijakazi fulani hapa na hapa aliomba kitu kimoja tu, mwongozo juu ya sehemu ambayo anaweza kupata uniform za Uenuchi. Wale ambao wapelekagi moto Uenuchi. Basi Bia aliingizwa sehemu hii na hapa alikuwa anatakiwa apatiwe mavazi. Basi aliweza kupata uniform ambayo kwa sasa atasimama kama Enuchi. Hadi pia upande wa Pito azidi kusonga na kastori kwa watu wawili hawa. Huyu mwamba ambaye ni mtaalamu msama wa madawa akiwa na binti. Sasa anaambia lazima uweze kujua kusoma vyema ili uweze kupata nafasi ya kuwa kijakazi wangu, yaani mwanafunzi wangu. Anasema ina maana hujui chochote. Mimi nahitaji kupata mtu ambaye yuko sawa. Ina maana yeye ni kama kijana. Huyu mwamba anajua huyu ni wa kiume. Na kipindi hicho asili nitakuja nikupe akolea tu. Swala elimu kwa wanawake lilikuwa galipo. Anasema hebu andika Kim Myong Jin. Hiyo nakupa kama homework. Binti sasa inabidi aandike. Basi binti aliandika lakini alikosea kidogo baada ya kugeuza spelling. Anasema sio mbaya sana. Inaonekana unaweza kuwa mwanafunzi wangu vyema zaidi. Lakini sasa katika palace, binti akiwa ameshavalia mavazi, anahitaji kutafuta nafasi ya kuweza kumfikia The King kwa namna ambayo ataiweza yeye. Aliweza kupotea maboya kutokana na kushangaa ile eneo. Sasa anatafuta ni wapi maeneo wenzake wameelekea. Akiwa na mbamba kuna queen huko ambaye yani ni Princess Sol. Alikuwa anampelekea mzigo kaka yake huyo. Ni mdogo yule mwamba. Na ghafla alikuwa anadondoka. Binti aliweza kumdaka na kumsaidia tu. Sasa unafikiri nini ambacho kitajika katika episode safi inayofuata? Zidi kuongozana na mimi mgojo wa Sony ili upate burudani ambayo imetukuka zaidi. Binti atafikaje sasa huko East Paris ili aweze kukutana na mnyama Prince Anne? Hebu tuungane tu kupata burudani kabambe zaidi. Mimi sina mengi sana. Lese chao. Kamsamida. Lakini pia utatisha kwa zidi kulike, comment, kushare, kusubscribe ili mambo yazidi kuwafikia watu wengi zaidi. Huyu hapa ni Fire DJ. Mimi natokea Gojasoni Empire. Kirita Gojasoni inakuwa ina make sense zaidi.